A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ndugu watazamaji katika channel hii ya Turiyu TV, katika siku hii ya leo biidhnillahil karim, insha Allah, hebu twende tukajifunze faida ya bamia katika mwili wa mwanadamu. Ndugu zangu, bamia ina faida kubwa sana katika mwili wa mwanadamu. Bamia inafaa sana kwa matumizi ya binadamu yoyote yule, na uzuri ni kwamba bamia ni moja kati ya mazao muhimu sana, mazao ambayo ni adimu sana kukuta kwamba eti kuna mtu akitumia bamia inamletea tabu. Sio rahisi. Otherwise labda mtu akitumia bamia haipendi kulingana labda na ule mlendemko wake, labda itokee hivyo. Yaani itokee tu kwamba wewe hauipendi bamia, lakini sio kwamba eti bamia itakuletea shida. La, bamia haina shida hata kidogo. Lakini napenda kusema kwamba watu wengi hawaijui faida ya bamia ikoje. Ndugu zangu, bamia ina faida kubwa sana. Bamia ina madini mazuri sana. Bamia ina nyuzi muhimu sana, ambazo nyuzi hizi zinapaswa sana mwanadamu kuweza kuzitumia kwa ajili ya kusurvive katika maisha yake. Ndugu zangu, ni wajibu sana kudumu sana katika hali ya kuitumia bamia. Mimi binafsi kama mimi huitumia sana bamia, sana sana sana. Yaani haipiti siku mbili ila nitaitumia bamia. Ni moja kati ya vitu ambavyo ninavipenda sana, ni moja katika vitu ambavyo ninavithamini sana, ni moja katika vitu ambavyo ninavitumia sana. Bamia ndugu zangu ni zao muhimu sana. Bamia ni kiungo muhimu sana katika mwili wa mwanadamu. Sasa hebu twende tukawaone wanawachuoni mabingwa kabisa katika mfumo wa kisayansi wanaizungumzia vipi bamia juu ya mwili wa mwanadamu, dhidi ya mwili wa mwanadamu, inafanya nini na inasaidia vitu gani zao hili la bamia. Tunasema kwamba hii bamia wanawachuoni wanaizungumzia wa kisayansi, wanasema kwamba yusaidu albamia ala tahsini amaliyati alhadmi, ya kwamba bamia husaidia kuboresha mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Bamia inasaidia kwa kiwango kikubwa kuboresha mfumo kamili wa mmeng'enyo wa chakula. Hiyo ni bamia ndugu zangu. Lakini yoyote yule ambaye mmeng'enyo wake wa chakula umekuwa mbovu, ndio pale utamkuta mtu tumbo lake halifanyi kazi stahiki inavyotakiwa kuweza kuhakikisha kwamba chakula kinachakatwa ili kiweze kugawanyika, ile faida iweze kwenda sehemu husika, na vile vitu vingine kama uchafu viweze kwenda katika sehemu ya kinyesi. Tumbo linakuwa halina uwezo wa kuchakata vizuri ule mchakato unaostahiki katika tumbo. Sasa kitu muhimu au kiungo muhimu ambacho kinaweza kukusaidia kufanya mchakato huo sio kiungo kingine bali ni kiungo hichi cha bamia. Tumia sana bamia, wallahi itakuboresha katika hali ya kwenda kukusaidia kuchakata vizuri hali ya mmeng'enyo wako wa ndani ya tumbo. Jambo lingine muhimu sana juu ya kutumia zao hili la bamia, tunasema yahtawi albamia ala
alyafin kathira tusaidu ala man'i al-amsaki ay man'i al-imsaki. Nasema kwamba yahtawi al-bamia ala al-yafi kathiratin tusaidu ala man'i al-imsaki. Hiyo ndiyo bamia, ya kwamba bamia ina nyuzi nyuzi nyingi ambazo husaidia kuzuia kufunga kwa choo. Wale ndugu zangu ambao unamkuta mtu ana zile constipation, mtu hapati choo takriban mpaka siku 3, siku 4, siku 2, mtu siku nzima kuanzia asubuhi mpaka usiku hujafanikiwa kupata choo, basi wewe una tatizo zito sana. Tatizo hili ni hatari sana. Maradhi mengi ndugu zangu yanaanziwa sababu yake kupitia katika tumbo. Sasa ukiona haupati choo, kuwa na tahadhari sana, kuwa na umakini sana. Hakuna kitu kibaya kama mwanadamu kuto kupata choo. Aidha kuto kupata choo. Kuto kupata choo ni hatari sana 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 sana. Inaweza ikakusababishia madhara makubwa sana katika mwili wako. Sasa ndugu zangu, tumia zao linaloitwa bamia. Litakwenda kukusaidia kwa kiwango kikubwa, kukubadilishia mfumo na kukuletea hali nzuri kabisa ya kuweza kupata choo. Bamia inaweza kurekebisha tabia hiyo. Lakini pia kitu kingine tunasema kwamba hili zao la bamia ni kwamba yusaidu albamia fi ta'dhimi mustawa sukari fi dami. Kumbe bamia inasaidia kudhibiti kiwango cha sukari katika damu. Sio kwamba inaponya ugonjwa wa kisukari, nieleweke vizuri. Kwa wale wagonjwa wa sukari watumie sana sana bamia. Bamia itakuwa inawasaidia sana kudhibiti ile kiwango cha sukari taratibu, kidogo kidogo, na mwisho wa siku kama utakuwa unatumia dawa za sukari vizuri, alafu ukaitumia bamia inavyotakiwa, unaweza ukashangaa kisukari chako kinakwisha. Na kama kisukari hakijakwisha, basi utajikuta kwamba una nafuu ya hali kubwa sana kuliko yule mtu ambaye hatumii zao la bamia na ana tatizo la kisukari. Hivyo tunakushauri wewe ndugu yetu ambaye una tatizo la kisukari, wallahi ifanye bamia kuwa ni rafiki wa maisha yako. Naamini utakuwa unaishi katika maisha ambayo pengine watu watahisi huyu kweli ana ugonjwa wa kisukari kweli? Mbona hali yake sio mbaya sana? Mbona hana kashikashi nyingi sana? Mbona hana tabu kama jinsi ilivyokuwa wagonjwa wa kisukari walivyokuwa na tabu nyingi, shida nyingi, zahma nyingi na mambo mbali mbali. Wallahi bamia ni kiungo muhimu sana, itakufaa sana katika mushkeli huo wa maradhi ya kisukari, yani kukuletea balance katika mifumo ya kisukari. Lakini pia tunasema tena jambo lingine muhimu sana kuhusu bamia kwamba yudaamu albamia sihata alqalbi liannahu yuqallilu min alkolesteroli adharri. Tazama maajabu mengine kuhusu bamia. Tunasema kwamba bamia husaidia afya. Mashallah. Bamia husaidia afya ya moyo. Inadhibiti, inaweka sawa afya ya moyo, kwa sababu hupunguza kolesteroli mbaya. Kwa wale watu ambao wana nyemelezi, matatizo ya kolesteroli, bamia inasaidia sana kupunguza madhara ya kolesteroli, tena iliyokuwa mbaya, isiyostahiki katika mwili wa mwanadamu. Hivyo ndugu zangu, bamia inatuhusu sana kwa wale watu wenye matatizo ya makolesterol. Tunapozungumzia kolesterol, yale mafuta yenye kuzidi sana katika mwili,
hayafai, hayatakiwi hata kidogo. Kwa insha Allah, ili kuibalance cholesterol yako ipate kukaa katika hali nzuri, basi tumia zao linaloitwa bamia. Wallahi naamini utanishukuru kama endapo ukifuata hichi ambacho tunachokifundisha katika siku hii ya leo. Lakini tunasema tena faida nyingine muhimu na nzuri kabisa, tunasema kwamba ni katika faida ya 5, yuqawi albamia jahaza almanaati fil jismi. Bamia huimarisha kinga ya mwili. Hiyo bamia, wallahi, jambo la 5 tunasema bamia inaimarisha kinga za mwili mujarabu kabisa. Yoyote yule ambaye kinga zake zimeshuka, hata wale watu wenye matatizo ya HIV, wallahi tumia sana bamia. Naamini utakuwa na strong katika mwili wako, utakuwa na nguvu, utakuwa safi na utakuwa barabara. Bamia inasababisha sana mtu kuweza kupata kinga madhubuti katika mwili wake. Lakini vile vile kama hilo halitoshi, hili zao linaloitwa bamia, ndugu zangu, ni zao muhimu sana. Tunasema kwamba bamia, moja kati ya maajabu yake mazuri kabisa ambayo wanadamu tunatakiwa tuyatumie, tunasema kwamba yahtawi albamia ala vitamini C. Bamia ina vitamini C. Tena wa mudadati al-aksadati. Bamia asili yake ina vitamini C na viambata ambavyo vinavyopambana na sumu mwilini. My friend, wale watu ambao wana matatizo ya sumu mwilini, sumu zinakutesa mwilini, wallahi pambana sana katika hali ya kutumia zao linaloitwa bamia. Ipo siku utanishukuru, na kadhalika utaijaza sana vitamini C katika mwili wako, na vitamini C hii itakwenda kutengeneza viambata ambavyo vinakwenda kupambana na sumu zote zilizokuwa ndani ya mwili wako. Hii ni bamia, ndugu zangu. Lakini pia bamia kama bamia, jambo la 7, faida ya 7, hapo tumetoka faida ya 6. Faida ya 7 ya bamia, yusaidu albamia fi hifdhi sihhati aluyun. Allahu akbar. Bamia inasaidia kuhifadhi afya ya macho. Kama wewe una problem katika macho yako, hayaoni vizuri, yanaona kwa ukungu, macho yana shida, yana tabu, wallahi tumia sana bamia. Tumia sana zao linaloitwa bamia. Ninaamini wallahi utanishukuru kwa kutumia zao linaloitwa bamia, litakusaidia sana sana sana. Ni zao ambalo linapatikana kwa gharama nafuu sana, haswa kwetu Afrika huku. Ukienda sokoni, gharama ndogo sana, shilingi 500 ya Kitanzania unapata fungu la bamia. Bamia ni zao muhimu sana. Na faida ya 8 juu ya zao hili la bamia, faida ya 8 tunasema kwamba yahtawi albamia ala hamdi alfuliki alladhi yufidu almar'ata alhamila. Mashallah. Bamia ina foleti ambayo ni muhimu kwa mwanamke mjamzito. Ewe mama ambaye una mimba kwa sasa, wallahi tengeneza zile foleti, ule uteute muhimu, ambako siku ya kujifungua wala hupati tabu, mtoto anateleza tu shwa, jambo limekwisha. Mambo si ya operesheni, si kupigwa si nini, hakuna. Dili sana na bamia. Ndio maana kina mama wa vijijini wanafanikiwa sana kujifungua kwa uwepesi,
kwa urahisi, kwa sababu wanatumia sana vitu hivi. Tumia sana bamia, wallahi naamini utafaidika na bamia hii. Kitu kingine ambacho kinasaidia bamia, inasaidia jambo la 9 ama faida ya 9, tunasema yusaidu albamia fi taqwiyati almafasili wa tahfifi alamiha. Bamia inaweza kukusaidia kuimarisha maungio, yani zile joints za mikono, miguu, magoti, shingo na sehemu zote za joints. Bamia inakwenda kupunguza maumivu kwa yule mwenye maumivu, lakini pia na kusababisha vitamini za kutosha bamia, na kutengeneza ute ambao unaenda kupambana na ule ukavu katika mwili. Bamia pia inasaidia hayo. Sasa wewe kama hautumii bamia, wallahi sijui utakuwa uko katika dunia gani. Lakini wajanja wenye kujitambua, wenye akili na wenye kujielewa, wote wanatumia bamia, au tunaweza tukasema tunatumia bamia. Wewe sijui uko dunia ya ngapi, uko sehemu gani usiotumia bamia? Hata ukiwa Omani bamia zipo, hata ukiwa Marekani bamia zipo. Ni wewe tu kutumia kwako bamia, basi mambo yanakwenda sawa. Mwisho kabisa, naomba nikwambie mafuta yetu ya kukuza nywele yanapatikana kurefusha nywele, na vile vile mafuta haya yanarefusha ndevu, na mafuta haya yanalainisha nywele na yanafanya nywele na ndevu vyote visikatike katike. Kwa yoyote ambaye anayahitaji mafuta haya, chupa moja sadaka yake ni shilingi 10,000. Yana uhakika wa 100%. Inshallah, basi yoyote anayeyataka, naomba tuwasiliane kwa kupitia namba hizi unazoziona hapa katika skrini yetu. Kufikia hapo, usiache kusubscribe. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.